Yes, mambo vipi mtazamaji wa Bobezi TV, mimi naitwa Jen Viva na hii ni Bobezi TV. Na siku ya jana bwana tuliweza kupata taarifa mbaya kidogo, ambazo taarifa sio nzuri, ni taarifa za kusikitisha. Taarifa kuwa tumempoteza muigizaji aliyekuwa anafahamika kwa jina la Karen, ambaye wengi walimfahamu kwa jina la Karin, ambaye alifariki dunia jana Aprili 15 mwaka 2025 akiwa anapatiwa matibabu nchini India kutokana na maradhi ya tumbo yaliyokuwa yakimsumbua kwa muda wa zaidi ya miaka 8. Na taarifa hizo zilithibitishwa na mdogo wake ambaye anafahamika kwa jina Safinewini Roigasira, ambaye alienda naye India, licha ya kuwa yeye aliwahi kurudi kwa ajili ya kumwangalia mama yake ambaye ni mgonjwa pia. Mdogo wake na Karen amesema kwamba mara ya mwisho kuongea na dada yake ilikuwa ni usiku wa kuamkia jana, na alikuwa kwenye hali nzuri tu, na alimwahidi mama yao kuwa hatamani kufariki ili arejee mzima na aweze kutimiza aliyoyaahidi. Hiyo ni kwa mujibu wa mdogo wake Karen, ama mdogo wake Karina kama ambavyo wengi wanamfahamu, ambapo tunafahamu kwamba Karen alikuwa nchini India kwa ajili ya kupatiwa matibabu ambayo kama nimekuambia awali amekuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa tumbo kwa takribani zaidi ya miaka 8. And of course kuna kipindi hapa nyuma alikuwa akichangisha michango kwa ajili ya watu waweze kumsaidia ili aweze kwenda India ili aweze kupatiwa matibabu. Na kwa mujibu wa mdogo wake anasema kwamba taratibu zote za yeye kufanywa operations zilikuwa tayari, na tayari alikuwa ameshafanywa operation zote, na of course tarehe 22 Aprili ya mwaka huu alikuwa anatarajiwa aweze kurejea Tanzania. And of course kwa video ambazo tunazitazama huku nyuma, ambazo nilikuwa ni siku 2 nyuma, yeye pamoja na daktari wake, lakini pia yeye pamoja na mtangazaji wa Global TV ambaye naye pia alikuwa kule India kwa ajili ya kuweza kufanya interviews, lakini pia pamoja kumuona, kumjulia hali, naye pia alikuwa kule India. Ilikuwa ni siku chache tu zilizopita, kama siku 2 au siku 3 ambazo zilikuwa huko nyuma, na hali yake alikuwa inaonekana alikuwa ni nzuri, na alikuwa anamshukuru Mungu kwa ajili ya kumfikisha hapo, na alikuwa anatamani sana aweze kurejea Tanzania kwa ajili tu ya kuweza kuhakikisha kwamba anatimiza zile ndoto ama zile ahadi ambazo aliplani kuweza kumfanyia mama yake. So tayari kuna mastaa mbalimbali ambao tayari nao walikuwa wameshaanza kutoa salamu za pole, kwa sababu kama tunafahamu kwamba huyu alikuwa ni mwigizaji wa Bongo Movie na ameshawahi kucheza movie kadhaa. So baadhi ya mastaa nao pia waliweza kutoa pole zao kwa kupitia ukurasa wa Instagram kwa kuweza kumposti kwamba tayari kwamba wamepoteza mtu muhimu sana. JB ambaye huyu tunafahamu naye ni mwigizaji mkongwe, na anasema kwamba mwaka 2017 mwaka 2018 ulishiriki kwenye tamthilia yangu ya kwanza Kiu ya Kisasi. Ulikuwepo nasi kwenye nyakati zote za furaha na misukosuko ya kazi. Tutamisi sana ucheshi na utani wako. Bado tunashukuru sana Mungu kwa kuweza kupata nafasi ya kushiriki na wewe kwenye tamthilia. Pumzika Hawa, Mungu ailaze mahali pema roho yako. Hayo ni maneno kwake JB. Lakini pia kuna mwigizaji mwingine ambaye anafahamika kwa jina la Dori Ray, akaandika pia naye, pumzika kwa amani sis wangu, huko uendako ni sehemu salama zaidi kuliko huku duniani. Lakini pia Zailisa naye pia akawa ameungana na Watanzania wengi ambao pia wameguswa na msiba huu, naye pia akawa ameandika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pumzika kwa amani Hawa, kama ni ibada ya kuumwa umeifanya sana, Mungu akupumzishe sehemu salama inshallah, mbele yako nyuma yetu. Lakini pia watu wengi pia nao wameweza kuungana na familia kuweza kumpa pole, familia nzima ya Hawa ama Karina kama ambavyo wengi wanafahamu. Wema Sepetu pia naye hakuwa nyuma, naye pia aliandika ujumbe mzito kwa kuonesha kusikitishwa na kifo cha Karina. Aliandika tuda, pumzika kwa amani Karina. Lakini pia mwigizaji mwingine naye Jacqueline Wolper pia naye aliandika rest in peace Hawa wangu, pole sana mama Karina, pole mno, pole ndugu na jamaa na marafiki wote kwa ujumla. So hizo zilikuwa ni baadhi ya salamu za pole ama salamu za rambirambi kwa baadhi ya wasanii ama watu maarufu ambao pia nao waliguswa na msiba huu wa mrembo mwigizaji huyu Karina, ambaye kiukweli ameteseka kwa muda mrefu na ugonjwa wa tumbo. Kama tulikuwa tukimuona TikTok, alikuwa akiingia live akiomba misaada, akiwa akifanya interviews mbalimbali kuomba misaada aweze kusaidiwa, na hatimaye alipopata hela sasa ya kutosha akaweza kwenda India, lakini kwa mapenzi ya Mungu hajarudi, na anarudi akiwa ni maiti. Na of course taratibu zingine za mazishi na nini zinaendelea kuendelea, so you have to keep
your eye on Bobezi TV, kwa sababu tunahakikisha tunakuletea kila hatua. Na hapa na kuwekea baadhi ya moment ambazo walikuwa wakishare yeye pamoja na Imelda, mtangazaji wa Global TV, ambaye pia alikuwa ni mtu ambaye ameshirikiana naye bega kwa bega, na baadhi ya superstars nao pia wameweza kushare video clips pamoja na picha ambazo unaziona zinapita hapo kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba wanampa pole Karina.